Mambo vipi mwanafamilia mpya wa Mastori HQ? Ni wajibu wangu kukukaribisha ili uweze kuungana nami katika chaneli yetu hii ili iwe darasa kwako, kuanzia kwenye kujifunza, kuburudika na hata kufarijika. Pia nikukaribishe ili uwe kati ya wanafamilia tutakaosafiri pamoja katika kisa cha kusisimua kinachokwenda kwa jina la Kivuli cha Haki, ambacho kinamuhusu ndugu yetu anayeitwa Rama. Rama kafanyaje? Kayapitia yapi? Basi tuungane kuanzia sasa mpaka mwisho wa hii simulizi. Jina langu ni Moi Kunene, nitakayekuwa kapteni kwenye simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ilipata saa 5:15 usiku ambao milio ya ving'ora vya polisi ilichanganyika na makelele ya magari yaliyokuwa yakikimbia huku na kule ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ndani ya mjengo mmoja mkubwa wa kifahari, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 25 ajulikanaye kwa jina la Ramadhan Gano alikuwa amejificha chini ya meza kubwa iliyokuwa ndani ya moja ya vyumba vya nyumba hiyo, huku jasho likimtoka mithili ya mtu aliyelowanishwa na mvua. Rama alikuwa ameajiriwa katika kampuni ya kifedha inayojulikana kama Golden Trust Finance, na alikuwa ni mchapakazi na mwenye ndoto kubwa za kimaisha. Lakini siku hiyo alishtushwa na taarifa za kuwa kiasi kikubwa cha pesa zaidi ya milioni 100 kilikuwa kimepotea kutoka kwenye moja ya akaunti za kampuni, na kila kidole kilielekezwa kwake, japo hakuwa na hatia. Umekuwa ukishikilia nafasi ya mhasibu mkuu kwa wiki 3 sasa, na hela zote hizi zimepotea. Ilikuwa ni kauli ya meneja mkuu akimhoji Rama kupitia simu kabla ya kutoa amri ya Rama kukamatwa. Kupitia msaada wa rafiki yake mmoja wa karibu, Rama alifanikiwa kutoroka usiku huo huo kwa gari ndogo, na safari ya kuelekea kijijini ambako walikozaliwa wazazi wake mkoani Iringa ilianza mara moja. Na hata alipofika mkoani Iringa, kijiji cha Kalenga, aliishi maisha yaliyojaa usiri mno. Hakutaka mtu ajue jina lake kamili wala kwa nini yupo hapo Kalenga. Alijitambulisha kwa jina moja tu la Rama, huku akijifanya kijana anayejitafuta, na alianza kufanya kazi mashambani kujipatia chakula na mahali pa kulala. Lakini hata huko hatia haikumwacha salama, maana urembo wa mke wa mwenyekiti wa kijiji, Bi Mariam, ulimvutia pasi na kutarajia. Bi Mariam alikuwa na umri wa miaka 38, mwanamke mrembo aliyeolewa na mzee mwenye mamlaka kijijini hapo, na mwanaume mkali sana. Penzi la siri lilianza kuchipua kati ya Rama na Bi Mariam. Walianza kukutana usiku kisirisiri. Wakati huo huo, binti wa afisa mtendaji wa kijiji aitwaye Zawadi alianza kujawa na matamanio juu ya Rama. Alivutiwa kwa kiasi kikubwa na jinsi Rama alivyokuwa tofauti na vijana wengine wa hapo kijijini, kuanzia heshima, busara na hata umaridadi wake. Rama alionekana kama handsome boy wa kijiji. Zawadi akaisaka nafasi ya kumwingiza mtegoni Rama. Kila hila aliifanya ili kuonyesha ni jinsi gani anamuhitaji Rama. Kwenye mpira tungesema aliisaka saini ya mchezaji hatari Rama kwa gharama yoyote ile, ili Rama aweze kujiunga na timu Zawadi. Lakini kwenye mapenzi si hivyo, maana pesa kwenye mapenzi ina nafasi yake, lakini si kwenye kununua upendo. Hatimaye Zawadi alishinda na kuingia ndani ya moja ya sehemu za moyo wa Rama. Zawadi alifanikiwa kuwa mpenzi wa Rama na waliingia katika sayari ya mapenzi. Lakini mapenzi haya mawili yalienda sambamba na hatari. Mwenyekiti alianza kuhisi mabadiliko ya tabia za mke wake, huku afisa mtendaji naye akianza kufuatilia ili kujua asili ya Rama na kwa nini upo hapo kijijini Kalenga. Hamadi, kwa bahati mbaya, picha ya Rama iliyoambatana na taarifa zake ilianza kusambaa kwenye runinga, magazeti na mitandao ya kijamii kama mtu anayetafutwa na vyombo vya usalama kwa tuhuma za wizi mkubwa wa pesa. Kwa leo tunaishia hapa. Nini hatima ya Rama? Nini kitachoendelea kwa Rama? Kama una maswali hayo, basi majibu yake yapo katika mwendelezo wa sehemu zinazokuja. Ni kuombe usisahau kusubscribe akaunti yetu ili uweze kuwa wa mwanzo kabisa kuletiwa notification kila ambapo tunapopandisha simulizi zetu, bila kusahau kulike na kuacha komenti zako.
Jina langu ni Moi Kunene. Mpaka wakati mwingine.